Mtazamaji, kama nilivyokuwa nimekuarifu kwamba tunarejea na mjadala hapa studioni kuhusiana na mswada wa fedha mwaka 2026 mwaka 2027, na bila shaka wageni wameshafika hapa studioni. Ambaye ameketi karibu nami hapa anafahamika kama Alex Otunga ambaye ni karani bunge la mwananchi, na upande wa pili ambaye ameketi mkabala nami ni Innocent Musumbi ambaye ni mtaalam wa uchumi. Bila shaka mtazamaji, ikumbuke kwamba katika mswada wa fedha mwaka 2026 mwaka 2027 serikali inalenga kukusanya ushuru wa takriban shilingi trilioni 3.5, na bado Wakenya wanaendelea kutoa maoni kuhusiana na mswada huu wa fedha, na kumekuwa na maoni kinsani. Kuna wale ambao wameridhia katika mswada huu wa fedha mwaka 2026 na kuna wale ambao kidogo wanahisi watafinyiliwa. Na ningependa kwanza kabisa nimuhusishe Innocent Musumbi. Karibu sana kwenye studio za TV. Asante sana Kirobi. Naam, ningependa kufahamu kwa undani zaidi, na Wakenya ambao wako kule nje wangependa kufahamu, ikilinganishwa na mswada wa fedha mwaka 2024 na ambao wengi ambao walikuwa wanapinga mswada huo walikuwa ni vijana hasa ambao walikuwa wanapinga mswada wa mwaka 2024, na sasa hivi kuna maoni kinsani ambayo inayotolewa katika mswada huu wa fedha mwaka 2026. Je, unahisi mbona serikali ilifanya maamuzi ya kutafuta mbinu nyingine ama kubadilisha njia ya kutoza ushuru? Kwanza Kirobi, ni vizuri Wakenya tuelewe ya kwamba Wakenya wengi hawaelewi finance bill ni nini. Na ilikuja kwa uwazi sana wakati wa hayo maandamano ya 2024, wakati vijana Gen Z walianza kuulizia maneno yake, kuongelelea maneno yake. Na ni vizuri Wakenya tujue ya kwamba finance bill imekuwa tangu jadi, na finance bill ni yule mpango wa serikali ya jinsi itaweza kukusanya pesa ambazo sasa zitatumika kufanya maendeleo, kulipa mishahara, kufanya hivi na vile. Na jambo la kwanza ni kwamba ni vizuri tuelewe ya kwamba tangu 2024 serikali imekuwa very careful, imekuwa ikiangalia sana isiongeze ushuru sana kwa wananchi, and especially wananchi wale wa kiwango cha chini, wale wako at the bottom of the pyramid. Na vile umesema, kuna zile bidhaa zimeongeza ushuru hapa na pale, ile mambo ya digital economy imeongeza ushuru hapa na pale, lakini pia tuelewe kwamba tunaendelea na ile public participation. Wakenya organization tofauti zinaendelea na kupatiana ule mwelekeo wao, mbona wanafikiri hii finance bill si sawa, kipengele hiki kitolewe, tuweke kile. Kwa hivyo bado inaendelea na kuundwa. Na kwa hivyo tunaelewa ya kwamba serikali imejaribu broaden ile tax base. Wale wa Kenya ambao wanatozwa ushuru wakuwe ni wengi, kwa sababu kumekuwa na ile formal na informal economy. Kwa hivyo unapata ni watu wachache sana ambao wanatozwa ushuru, na kwa sababu ni wachache unapata lazima sasa ushuru ikuwe juu. Lakini the moment tuna broaden hiyo tax base ikuwe kubwa, upate kuna a bigger pool yenye inatoza ushuru, itakuwa unapata ushuru umeanza kwenda chini kwa mwananchi wa kawaida. Lakini pia kulikuwa na hili swala la e-mobility, ambapo baadhi ya Wakenya wanasema kwamba iwapo serikali itaweza kutoza zile baiskeli ambazo zinatumia electricity kutoza ushuru, huenda basi ukawanyima wale walemavu nafasi ya kuweza kuafford bidhaa kama hizo, kwa sababu zinahitajika. Sijui maoni yako ni gani? Hiyo ni ukweli kabisa, na hiyo ni jambo umeona several organizations zimepatiana hiyo hoja, zikieleza ya kwamba kwanza e-mobility, unajua e-mobility si ni ile kuleta electrical vehicles huku, zinaanza ni vizuri Wakenya wakuwe encouraged kuzinunua, encouraged kuzi-import zikuja hapa kwa nchi, kwa sababu kwanza we are dealing with the issue ya climate change. Wakati tunaingia kwa electrical vehicles, hiyo e-mobility, tunajaribu kuhakikisha ya kwamba mambo ya climate change tuna mitigate. Number 2, ile over reliance kwa mambo ya zile fossil oils. Tukileta mambo ya e-mobility, we are trying to ensure ya kwamba mambo ya over-rely na mambo ya kuimport mafuta tumeenda chini. Kwa hivyo ni jambo ambalo linapaswa kuangaliwa, wa serikali isikize, na ikipelekwa kwa bunge, hiyo ni hoja yenye inapaswa kutolewa, na hiyo tax ikuwe either reduced ama itolewe kabisa, ndio to encourage hiyo mambo ya